Sasa kwingineko majirani zao pia wa Kenya juzi walikuwa na uchaguzi, tulizungumza hapa, walikuwa na uchaguzi mdogo wa seneta kadhaa na ilikuwa ni Jumapili, zikatokea vurugu kweli kweli kwenye yao maeneo. Nikana kuuliza siku ile kwamba watu walikuwa kitazama kama kupata picha 2027 kwamba watu sasa hivi wanafikiria nini kuhusu uchaguzi Kenya. Ikatokea vurugu. Jana nimeona kauli ya kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua anatuma tuhuma kwa Rais William Ruto kwamba yeye ndo amehusika na vurugu. Anasema ni mpango wake. Anasema huu mpango ni wa Rais Ruto. Rigathi Gachagua akasema siasa zimeanza. Yes, kwanza katika nchi ya Uganda, Kenya. Katika nchi ya Kenya, katika nchi ya Kenya kuna ukiangalia kuna matukio kadhaa ambayo yanakupa taswira kuelekea mwaka 2027. Tukio la kwanza ni tukio la maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z ambayo ilitokea katika nchi ya Kenya. Lakini kabla hapo kulikuwa kuna maandamano ya kupinga bei ya unga na bei ya sukari ambayo yaliitishwa na hayati Raila Odinga baada tu ya uchaguzi. Lakini baada hapo tukashuhudia ukapelekwa muswada bungeni, finance bill, tukashuhudia vijana wakaupinga. Baada hapo tukashuhudia Rigathi Gachagua akaondolewa mamlakani. Baada hapo kumbuka vijana wakaja na chama chao kipya cha kisiasa. Lakini vile baada hapo kumbuka kuna wanasiasa kuna Jaji Maraga wakina Martha Karua na wakaanzisha vyama vyao. Sasa ukitazama hayo ni matukio, ni sequence ya matukio kuelekea 2027. Lakini sasa vile katika kupambana na hiyo hali ya siasa za Kenya, ukimtazama Rais Ruto amekuwa na very smart. Cha kwanza akaanzisha tume ambayo inaitwa NADCO. NADCO ni mkakati wa serikali ya Rais Ruto ambao unaongozwa na Kenya Kwanza kwa lengo la kuweza kuwaita pamoja wapinzani wake wa kisiasa. Na kimsingi kwa Kenya hiyo imekuwa ni hali ya kihistoria. Wamekuwa wakifanya handshake, wamekuwa wakifanya BBI ukitazama. Kwa lengo sasa mwisho wa siku wapinzani na watawala waweze kuongoza Kenya ya pamoja. Lakini sasa 2025 ukitazama vile inakuja miaka miwili baadaye ambaye Rais Ruto atagombania kama muhula wake wa pili katika uongozi. Sasa vile lazima ufanye tathmini atashindana kina nani. Sawa, cha kwanza mshindani wake mkuu sasa hivi na ameonyesha wazi ni aliyekuwa makamu wake wa rais Rigathi Gachagua. Na huyu kumtazama anatokea eneo la Mlimani. Sawa, ukimtazama Rais Ruto anatokea kune kabila dogo sana. Sawa, kabila dogo sana ambalo nafikiri wa Kamba, kabila dogo sana. Kwa sababu vile Kenya siasa zinaamuliwa na ukoo na ndio maana tunazungumza swala la kabila kwa sababu Kenya wenyewe pia wanatazama hayo kama eneo ya kuamua. Yani ukoo na kanda. Unatokea kwenye kanda ipi? Unatokea katika kabila lipi? Kabila gani lina nguvu kuliko lingine? Na ndio maana kwa mfano huyu Profesa Kithure Kindiki naibu rais anatokea eneo la Mlimani. Sawa, kuna watu wanaoita kwa Kenya wanaitwa Pink King. Kwa mfano Uhuru Kenyatta anatokea eneo la Mlimani. Kwa vile sasa 2027 itategemea karata za Ruto anaondoka na nani kama wake wa rais, naibu wa rais. Ili mwisho siku sasa yeye katika siasa zake akitafuta uungwaji mkono na kune kabila nyingine, kune kanda nyingine aweze kuwa na nguvu za ushawishi. It's not about political party. Yani sio kuhusu vyama. Uwezi kusikia kuhusu Kenya Kwanza, uwezi kusikia New Liberation Party, uwezi kusikia. Lakini vile uchaguzi wa Kenya mwaka huu wa 2027 utahusisha vijana ambao wao wanajipanga kuja kusimamisha mgombea wao wa urais. Kama makundi yao ya msingi katika uchaguzi. Kwa sasa ni kweli kwa hali jinsi ilivyo wao wameanza kampeni mapema. Na kwa mfano kwa mtu anataka kujifunza siasa za Kenya. Unajua siasa za Kenya ni zinafanana na siasa za Marekani. Mfumo wa utawala, mfumo wa uchaguzi. Mabunge wao mawili kutazama. The same kama Marekani. Kwa sasa vile ni taifa ambalo kwa katika historia linahusishwa kwamba lilifanya mageuzi makubwa ya kikatiba ambayo yalifanyika mwaka 2007. Tunafahamu vurugu ambazo zilitokea pale. Mwai Kibaki na hayati Raila Odinga wakapata katiba mpya. Lakini sasa wadadisi wengi wa siasa za Kenya wanajiuliza, Kenya ilipata katiba mpya, lakini je, kwa nini changamoto za kisiasa
bado ni sehemu ya siasa za Kenya. Hiyo ndio ni hoja msingi ya kujadili. Wanataja kwamba wao wana katiba bora katika nchi za Kiafrika. Wao na South Africa. Lakini kwa nini changamoto za kisiasa bado ni sehemu ya mfumo wa Kenya? Kwa hivyo vile sasa kutazama, of course kuna huo msisimko mkubwa katika siasa za Kenya. Lakini mwaka 2027 na nimemsikia kwa mfano Rais Ruto anasema kwamba waache wapinzani wangu waje. Sawa, waache wapinzani wangu kwa sababu Ruto alishinda kwa sababu alijipa jina la Hasra. Hasra ilikuwa ni jina ambalo inawakilisha mwanasiasa wa kawaida ambaye hakutoka kwenye tabaka la watawala wala kabila kubwa. Kwa sababu Uhuru anatokea Wakikuyu, eneo la Mlimani. Huyu ukimtazama Odinga alikuwa ni Mjaluo. Hao wote kumbuka, huyu baba yake mmoja alikuwa rais, huyu baba yake alikuwa makamu wa rais. Kwa hiyo alijiita hasa kwa sababu anatokea kwenye familia za kawaida. Kwa ametoka kwenye familia za kawaida akapanda chati mpaka kuwa naibu rais kumbania urais. Kwa hiyo akapenya katikati ya mafahari nini wao wawili. Sasa je, vile vile 2027 hiyo historia yake itajirudia? Ukiangalia mazingira ya kisiasa, ya kiuchumi, uwepo wa vijana wa Kenya. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa kwa kweli siasa zao miaka mingi kutokea sasa zinavutia zaidi. Steven Kudaka kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube ambayo yupo pale Kenya anasema mpinzani wa Ruto ni Kalonzo, huyo ndiye atapeperusha bendera ya upinzani. Yeye amesema hivyo kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Anasema Kenya tuko na katiba nzuri lakini haifuatwi. Yameandika hivyo. Hoja yako ya katiba bora ya Kenya, changamoto za kisiasa. Hayo ni yanayotokea kule Kenya. Sisi tusubiri uchaguzi 2027. Kwa hiyo wao wenzetu huwa wanaanza hizi harakati mapema sana. Picha zinaanza kuonekana mapema za nini kinakwenda kutokea kwenye na sio dhambi Kenya kutaka urais. Sio dhambi mtu kutaka urais mapema tu. Unaweka wazi na unaanza harakati zako. Kama hapo serikali unakaa pembeni unaanza kufanya harakati zako. Ruto ameanza, aliondoka mapema sana serikali na akajiondoa kwenye serikali akaanza kufanya harakati zake. Sasa kwingineko kiongozi wa upinzani pale Cameroon anaitwa Aniset Ekane ambaye alimuunga mkono mpinzani mwenzake katika kinyang'anyiro cha kuwania urais dhidi ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Paul Biya mnamo mwezi Oktoba amefariki akiwa kizuizini siku ya Jumatatu jana. Wakili wa familia hiyo amethibitisha. Ekane mwenye umri wa miaka 74, kiongozi wa chama cha African Movement for New Independence and Democracy, alikamatwa mnamo mwezi Oktoba 2024 kufuatia maandamano ya baada ya uchaguzi katika kile ambacho chama chake kilieleza kama utekaji nyara wa wanajeshi wa Cameroon. Sasa alikuwa anashikiliwa kwa madai ya kufanya uhasama dhidi ya serikali, wito na uchochezi wa uasi, tuhuma ambazo alikanusha zote. Sasa Ekane bwana hakuweza kuzungumzia alipotembelewa siku chache, hakuzungumza kabla ya kifo chake. Wakili wake anasema dada yake Marianne Simon Ekane alithibitisha kifo hicho kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii. Katika uchaguzi wa hivi karibuni, Rais Biya ndiye aliibuka mshindi akiwa rais mwenye umri mkubwa zaidi duniani kuiongoza nchi ya Cameroon. Bwana Ekane alikuwa amekamatwa na jana imetoka taarifa kwamba akiwa kizuizini kafariki. Akiwa kizuizini kafariki Cameroon ndio. Kwa hiyo bado yaliyotokea yaliyojiri baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi hayajaisha, ndio haya ambayo yanaendelea kutokea. Lakini tayari Paul Biya ashatangazwa kuwa mshindi. Taarifa nyingine ndo kama hizi za kuendelea kujiri matukio kadhaa ya viongozi wa upinzani ambao wengine walikuwa wamekamatwa sababu kuna maandamano yalitokea kabla ya uchaguzi. Hiyo ni taarifa kutokea kule Cameroon na yenyewe pia inazungumzwa sana kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki, ndio Sasa pia nimeona taarifa ya nyingine ikimhusisha, ikiwa inazungumzia kuna mafuriko pia yametokea pale Indonesia. Mpaka sasa nilikuwa napitia naona wanasema watu 500 wamefariki. Sema idadi ya waliofariki katika mafuriko yaliyoikumba Indonesia wiki iliyopita mpaka sasa imeongezeka hadi zaidi ya watu 500, huku waokoaji wakiendelea kujitahidi kufikia maeneo yaliyoathirika. Mafuriko hayo ambayo yalisababishwa na kimbunga kilichotokea kwenye mlango wa bahari ya Malaka yamekumba majimbo matatu na kuathiri takriban watu milioni 1.4 kulingana na shirika la maafa la serikali ya Indonesia. Watu wengine 500 hawajulikani walipo, huku maelfu ya wengine
akiwa amejeruhiwa. Hiyo ni taarifa ambayo pia kimataifa imekuwa kubwa kweli kweli. Imekuwa ikizungumzwa kwa sababu 500 ndugu yangu sio haba. Lakini muendelezo pia wa kile ambacho kilijiri kule Bangladesh, tulikuwa tukizungumza hapa wiki kadhaa kuhusiana na ile hukumu ya waziri mkuu lakini Sheikh Hasina, lakini mbunge wa chama cha Talawa Leba na waziri wa zamani anaitwa Tulip Siddiq amehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela huko nchini Bangladesh. Hii ni baada ya kushtakiwa akiwa hayupo pamoja na watu wengine 16 kwa tuhuma za rushwa. Amepatikana na hatia ya kumshawishi shangazi yake ambaye ndio waziri mkuu aliondolewa madarakani wa Bangladesh, Sheikh Hasina, kumpatia shamba kwa ajili ya familia yake nje kidogo ya mji mkuu wa Dhaka. Madai ambayo yeye mwenyewe ameyakanusha, hakuwepo nchini lakini kahukumiwa. Cheka nini? Nafurahi. Sikia shangazi yake ambaye alikuwa waandishi katumia neno alimshawishi shangazi yake ambaye alikuwa waziri mkuu. Kwa nini ya kwanza alimshawishi waziri mkuu ambaye alikuwa shangazi yake? Sidiki ambaye yupo London amekataa mashtaka hayo, huenda asitumikie kifungo hicho. Hayupo nchini. Viongozi wengi wa Bangladesh waliondoka baada ya zile vurugu na maandamano yale na vile vifo, wakaondoka. Hata waziri mkuu pia hukumu yake ilitoka akiwa hayupo. Lakini wote wawili sasa wamehukumiwa. Huyu amehukumiwa na waziri mkuu naye hukumu yake ilishafanyika. Hiyo ni muendelezo tu kama update ya kile ambacho kilijiri kule Bangladesh na kinaendelea kuzungumzwa kutokana na yale ambayo yalijiri. Lakini pia takriban watu 146 sasa wamefariki kutokana na moto mkali uliokumba majengo ya ghorofa huko Hong Kong. Kumbuka moto ulitokea nadhani kwa Jumatano ya wiki iliyopita. Na polisi walitangaza idadi mpya ya vifo jana Jumatatu na kuonya kwamba inaweza kuondoa haiwezekani au hawawezi kuondoa uwezekano wa vifo zaidi. Yani kama mambo yamekuwa magumu kuokoa watu. Wanasema watu zaidi ya 146 wamefariki mpaka sasa kwenye huo moto ambao ulitokea pale Hong Kong wiki iliyopita Jumatano. Na kwa faida ya msikilizaji ni kwamba kwa China, Hong Kong ndo natengeneza dhana ya one country two system. Kwamba ni nchi moja lakini mifumo miwili ya kiutawala. Kwamba Hong Kong ikapewa hadhi ya kuweza kujiamulia mambo yake yenyewe ikiwa ipo ndani ya China. Na huo mkataba ulifanyika mwaka 1997. Hong Kong kihistoria, unajua mtei, iliathirika zaidi na madawa ya kulevya. Ambao inatajwa karne ya 16 karne ya 17 wa China ndio walikuwa na miliki dhahabu ya dunia nzima. Kwa wazungu wakasema hawa mwisho safari hawa watakuja kuwa na nguvu kwa duniani. Kwa wakawaletea uzao la opium. Opium ilikuwa ni madawa ambayo wa China walikuwa wanapenda sana kuyatumia, ambao wakawapelekea kule wapi? Kule Hong Kong. Kwa hiyo Hong Kong ikawa chini ya Uingereza takriban miaka 100, mwaka 97 ndio ikarudishwa chini ya China, lakini ikapewa hiyo hadhi ya kuwa na autonomy yake ya kuweza kufanyaje kujitawala. Na nafikiri kipindi kile waziri mkuu alikuwa Margaret Thatcher wa Uingereza, ndio alifanikisha huo mpango. Kwa vile vile kwa wakosoaji wa siasa za China wanasema kwamba Hong Kong siku moja itakuja kujitawala. Ndio maana hata moto ulipotokea, mamlaka za Hong Kong ndo zinatoa taarifa, sio mamlaka kule za wapi? Za China. Kwa hiyo naunda hiyo dhana kwa mtu ambaye labda anaifuatilia one country system, kwa kwamba nchi moja lakini mifumo mingi tofauti. Dunia inakumbwa nilikuwa napitia jana taarifa nyingi, dunia inakumbwa na matukio ya kiasili. Mfano kule Sri Lanka pia na wenyewe kuna issue ya mafuriko ambao mpaka sasa nasema takriban watu 330 wamefariki. Kuna baadhi ya wachambuzi wa masuala ya sino itaje hivi ni ya imani au ya kidini? Imani. Yes. Kuna wachambuzi wa masuala hayo wamekuwa wakihusisha matukio. Yani wanatathmini mwenendo wa dunia afu wanahusisha na vitabu vitakatifu. Kwa mfano wanatazama kwa mfano hali ya Palestina, hali ya mavita duniani, upendo wengi kupoa, mafuriko, kwa na rejelea katika zile ambazo zinaitwa siku za mwisho kwa wale waamini wa masuala ya kidini. Haya bwana, tumalize na hili ambapo Marco Rubio anasema mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine na Urusi yamekuwa na tija, lakini kuna kazi zaidi inahitajika kufanywa. Mazungumzo hayo yalifanyika Florida, Marekani, yalihudhuriwa na wajumbe wa Ukraine wakiongozwa na katibu wa Baraza la Usalama la Taifa
anaitwa Rustem Umerov ambaye ndiye mpatanishi mkuu mpya wa Ukraine. Katika mkutano huo pia kulikuwa na mjumbe wa Rais Trump Steven Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner. Witkoff anatarajiwa kuzuru pia Moscow kwa mazungumzo wiki ijayo. Mazungumzo yanasema Steve Witkoff huyo ni tajiri sana bwana mtei. Tajiri. Anamiliki majumba. Hata Jared Kushner hao ni matajiri wakubwa. Ambao Trump anawatumia katika sera yake ya mambo ya nje. Anawatuma sababu na wewe alimtuma wiki ijayo ndo anaenda Moscow. Hii sasa itakuwa ni mara ya pili kweli. Mara ya pili. Yeye ndo alifanikisha mpango wakakutana kule mara ya kwanza. Yeye ndo alifanikisha mpango wa mateka wa Israeli. Kwa ni mtu ambaye anaonekana ni master kuna negotiation. Na kwa hawa kwa mfano wanachokifanya Marekani wakina Jared Kushner, wakina Steve Witkoff. Afrika tujifunze hii. Kwa sababu Afrika sinafanya mikataba. Kwa lazima uwe na watu ambao kama hawa wa kimkakati. Wakikaa kwenye meza mazungumzo wakiwa wana negotiate. Lazima waweze ku negotiate kwa ajili ya maslahi ya nini? Na wanakuwa na power pia. Wana power, wana ushawishi, wana historia, wanajua hiyo maslahi, utazama wana ukwasi, utazama. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba vile vile Marekani sio taifa la kimaskini. Hata au mbona wanafanya negotiation, ukimtazama Steve Witkoff, ukitazama historia yake, anamiliki makampuni makubwa, majumba. Jared Kushner ukimtazama wote matajiri. Wote ni matajiri, anamiliki majumba Dubai. Kwa hiyo ipo hivyo. Morning Express. Haya, tukirudi itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya wino mzito alioandikwa kwenye maeneo mbalimbali.